Ni Pugu pale ipo kaburi langu ambalo nategemea itaheshimiwa nizikwe pale. Mtumishi mwaminifu wa Bwana hapumziki, hupumzika mikononi mwa Bwana. Maisha ya Polikapi Kardinali Pengo ni ushuhuda wa wito, utii na sadaka kwa kanisa na taifa. Alizaliwa tarehe 5 Agosti 1944 huko Manzie, Jimbo Katoliki la Sumbawanga, mkoani Rukwa. Tangu utotoni alikulia katika mazingira ya imani yaliyomlea katika hofu ya Mungu na kumpa shauku ya kuitumikia madhabahu. Baada ya majiungo yake ya kiasisi, tarehe 20 Juni 1971 alipokea daraja takatifu la upadre kwa kuwekewa mikono na Askofu Chazi Msakila katika jimbo la Sumbawanga. Miaka miwili ya kwanza ya huduma yake, nayo ni 1971 hadi 73, alitumikia kanisa kama katibu wa askofu, akijifunza kwa vitendo hekima ya kiuchungaji na uongozi. Kati ya mwaka 1973 na 77 alitumwa Roma kujiendeleza kitaaluma katika chuo kikuu cha kipapa cha Lateran na katika kitivo cha Anfonsiam akajipatia shahada ya uzamivu katika taalimungu maadili. Alirejea Tanzania akiwa na moto wa kufundisha ukweli na upendo. Akafundisha seminari kuu ya Kiparapara Tabora. Kisha kuanzia 1978 hadi 1983 akawa gambera na rektari wa kwanza wa seminari kuu ya Segerea jijini Dar es Salaam, taasisi iliyokuwa tunda la maono na jasho lake. Tarehe 11 Novemba 1983 aliteuliwa kuwa askofu wa Nachingwea, sasa Lindi, na kuwekwa wakfu tarehe 6 Januari 1984 katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro Roma. Mwaka 2004 alilaani vurugu zilizofanywa kwa kisingizio cha dini, akisisitiza kuwa Mungu wa amani hawezi kuhalalisha umwagaji wa damu. Tarehe 15 Agosti 2019 katika sherehe ya Bikira Maria kupaa mbinguni, Papa Francisco alikubali kustaafu kwake. Aliishi miaka yake ya uzee katika sala, ushauri na utulivu wa kiroho, akiendelea kuwa sauti ya busara. Bwana awe nanyi. Usiku wa tarehe 19 Februari 2026, majira saa 4 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, alifariki dunia akiwa anapatiwa matibabu katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete jijini Dar es Salaam, kama ilivyotangazwa na Askofu Mkuu Yuda Thaddeus Ruwaichi. Safari yake ya miaka 81 ikafikia tamati, safari ya sadaka, ukweli na imani thabiti. Ameacha urithi wa kanisa lililojengwa juu ya maadili, umoja na heshima ya utu wa binadamu. Ameacha makuhani na maaskofu wengi aliowaweka wakfu. Ameacha seminari, mafundisho na mioyo iliyoguswa na neno lake. Kwa hakika, maisha yake yalikuwa injili hai iliyosomwa na wengi. Historia hii imeandikwa na kusomwa nami Gerard Kadinya. Bwana ametoa na Bwana ametwaa. Jina lake lihimidiwe. Amina.